Sikiliza ujui. Iko historia nzuri sana kwenye Biblia inayoeleza juu ya umoja. Iko historia nzuri sana kwenye Biblia inayoeleza juu ya mshikamano. Lakini iko historia nzuri sana kwenye Biblia ambayo inawaelezea watu ambao walikuwa na hii nia moja. Watu hao wanapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 na mstari wa kwanza. Watu hao wanapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 na mstari wa kwanza. Biblia yangu inaniambia hivi. Yes. Mwanzo sura ya 15 na mstari wa kwanza. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likanijia Abrahamu katika njozi. Usiogope. Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mwanzo sura ya 11. Yes, Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Watu hao walikuwa wana historia kubwa sana ambayo ilimstaajabisha hata Mungu. Ilimshangaza hata Mungu kwamba this kind of people, what are they doing? Watu hawa wanatenda jambo hili kwa sababu gani? Ni watu ambao walikuwa wana commitment moja, wana fikra moja, wana mkusanyiko wenye effect kubwa. Sikiliza sasa mkusanyiko hii na utanielewa mbeleni. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari huko. Wakakaa huko. Wakaambiana sasa, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. They are so perfect. Walikuwa na tofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. They are so competent. Utaona katika hili neno. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na tofali badala ya mawe na walikuwa na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tulijenge mji au mnara au kilele kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Tujifanyie jina kama kabila yetu, tujifanyie jina kama taifa letu, tujifanyie jina kama familia yetu, ili tusitawanyike kwenye nchi yote ya Tanzania, ili tusitawanyike kwenye bara lote la Afrika, ili tusitawanyike ulimwengu mzima. Sijui unanielewa? Watu hao walikuwa na umoja wa aina hiyo. Yaani kwa sasa wangekuwa labda ni watu wanaosema hivyo, labda ni watu ambao wamekutanika, ambao wanahitaji kuwa pamoja ili wasitawanyike sana kwenda maeneo mengine. Wakaambiana hayo, lakini Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakijenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hao ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Ni Mungu huyo anasema, Bwana anasema. Mbona kama watu wana lugha moja? Mbona kama watu wana fikra moja? Mbona kama watu hawana mpango wa kukosana leo? Na hili walilolianza hawana mpango wa kuliacha njiani. Yaani hii ghorofa wanaoijenga, mnara huu wanaoijenga, hawana mpango kwamba mnara huu uishie njiani. Sijui unanielewa? Iko hivyo. Bwana alipoona hivyo, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatuma kutoka huko waende usoni pa nchi, wakaenda kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana
alipochafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akatawanya waende usoni pa nchi. Mpango wa Mungu kuitawala dunia na kuongezeka ulimwenguni kote anaendelea kuutimiza kwa kuwatawanya waende kwenye nchi. Lakini kipo kitu ambacho nataka nikuzungumzie siku hii ya leo. Kitu ninachokisema hapa sio upendo, ni umoja. Kitu ninachokisema hapa sio unyenyekevu, ni umoja. Watu hao walikuwa wana lugha hii moja. Watu hao walikuwa wana kabila hili. Hawakuwa na itikadi tofauti, hawakuwa na fikra tofauti, hawakuwa na lugha zinazochanganyana. Somebody can speak English, somebody can speak Polish, somebody can speak France. Hawakuwa na lugha ambazo zinawachanganya, hawakuwa na lugha za kikabila, hawakuwa na lugha za kimataifa. Walikuwa na lugha hii moja, ambayo lugha hiyo iliwapa utoshelevu na ukamilifu katika jambo walilokuwa wakiendelea nalo kwa ajili ya kujenga mji wa Bwana. Nashindwa nianzie wapi kukuelekeza, lakini hebu nianzie hapa. Inawezekana unaweza ukawa ni mhanga wa jambo hili. Upo kwenye kanisa ambalo kanisa hilo umoja haupo na bado mnaendelea na utumishi. Mnaimba kwaya, mnashiriki huduma kadha wa kadha, lakini umoja haupo, bado mnaendelea na utumishi. Unafanya utumishi kadha wa kadha, unaona bado umoja haupo, lakini utumishi Mungu anatuasa siku ya leo. Mungu anakuasa kama mpendo wake kwamba tumepaswa kuwa na umoja. Umoja uliosemwa juu ya watu hawa waliokuwa wameambatana kujenga mnara wa Babeli. Umoja huu pia unaweza ukawa na matokeo katika maisha yetu, katika huduma zetu, katika maisha yoyote tulionayo. Umoja unamata, sio tu mambo ya kiroho, hata katika mambo ya kimwili. Unaposema unashindwa kuchukuliana na mtu kwa sababu ya changamoto kadha wa kadha, changamoto hizo ni changamoto ambazo zinakutoa wewe kwenye credit ya kumwelewa Mungu, ya kumpenda ndugu yako, ya kuungana pamoja naye. Ukiwa na kanisa ambalo limenyoka, linaongea lugha moja, kanisa ambalo ni la kabila moja, kanisa ambalo sifa za watu hawa, watu ambao walikuwa kwenye nchi yenye usemi mmoja. Sijui unaelewa? Usemi mmoja, kabila moja, lugha moja, ikawafanikisha katika kujenga mji ule hadi walipofikia. Lakini kilichofanya mji ule usikamilike ni nini? Iko lugha iliyoachiliwa kuwachanganya. Lakini lugha hiyo iliyoachiliwa kuwachanganya, sitaki nizungumzie sana hilo, lakini upande mkuu katika makanisa ya sasa tumeishi sana katika kutapatapa, katika kupishana. Naweza nikasema sasa, niomba unielewe sasa, naweza nikasema nipo juu ya ghorofa, tunajenga mji, tunajenga nyumba ya Bwana. Niletee ndoo huko chini, mtu akaniletea kijiko. Naweza nikasema niletee tofali huko chini, mtu akaniletea mwiko wa kujengea. Naweza nikasema niletee kamba ya kupimia, mtu akaja akaniletea tepu. Lugha ni tofauti. Ninaposema mimi niletee tofali, yule kule hasikii tofali, anasikia cha kwake, anaweza akakuletea maji ya kunywa, kwa sababu mpo sehemu moja, lakini mna lugha tofauti. Wote mpo kwenye ujenzi wa jengo hili moja, lakini mna lugha tofauti. Mmepishana katika kauli, mmepishana katika maongezi, mmepishana sana katika usemi.
hata kuwa kabila moja mmeshaacha. Lakini Biblia inatukumbusha siku hii ya leo, Biblia inatukumbusha katika siku hii ya leo, na inatuasa sana sisi tulio wa kwake, imetupasa kuwa na umoja. Wewe uliamua kumfuata Yesu Kristo, imekupasa kuwa na umoja. Biblia yangu katika Warumi sura ya 15, Warumi sura ya 15 na mstari wa kwanza inasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Haitupasi kujipendeza sisi wenyewe, lakini imetupasa kuchukua udhaifu wao wa hao wasio na nguvu. Wasio na nguvu ni wakina nani? Wenzetu tunaoishi nao, rafiki zetu ambao bado wana haja nasi, tuwasaidie ili tufanye kujenga mwili wa Kristo pamoja. Ni wengi hawaelewi, ni wengi wamepishana na neno hili katika makanisa, ni wengi wamekwenda kinyume na neno hili katika dini zao. Lakini nipo hapa si tu kwa ajili ya dini, wala si kwa ajili ya kanisa, na kuhubiria umoja ambao utakufundisha katika level zote, katika hali ya kimwili, hali ya kiroho. Umoja huu utakusaidia. Mungu akubariki sana. Nikutakia siku njema, lakini hakikisha umesubscribe, umelike na kushare video hii. Kama ni mara ya kwanza unatufuatilia, unaweza pia ukatutafuta kwa mawasiliano namba 0722291753. Ulikuwa ni mwalimu Adili Meshaki Mendamenda kwa siku hii ya leo. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo la siku hii ya leo linaloenda kwa jina la umoja. Tupo watu wengi hatuna umoja, lakini tumuombe Mungu atupe umoja katika utumishi tulionao. Hatuwezi tukajenga nyumba moja bila kuwa na umoja na kauli zinazolingana. Hatuwezi tukawa na kauli zinazolingana na tukashindwa kuikamilisha kazi ya Mungu. Mungu atupe ukamilifu katika jina la Yesu. Asante mtakatifu, Mungu mwema, naliamini jina lako na neno lako takatifu. Nibariki neno lako kwa huyo aliyelisikia likazae matunda 160, 130 na 100 kwa ukamilifu wa jina lako Yesu Kristo. Nikiomba na kushukuru. Amen.